Alimaliza uumbaji kwa mwanadamu, alimpa nafasi. Alimtengenezea mazingira na akampa nafasi ya kukaa hapo. Nafasi gani? Alimuingiza kwenye Edeni. Huko kwenye Edeni Mungu aliachilia miti yenye matunda. Sasa kulikuwa kuna mti mmoja ambao huo ulitakiwa ulindwe na kutunzwa kwa ajili ya Bwana. Haukuwa kwa ajili ya Adamu. Miti mingine yote na matunda yake ilikuwa ni kwa ajili ya Adamu, lakini mti mmoja tu ambao ndani yake ulikuwa na matunda, Mungu akasema utunze mti huo na kuulinda, matunda yake usitumie, kuonyesha kwamba ilikuwa ni mali ya Mungu. Ila aliyepewa nafasi ya kutunza hiyo mali ya Mungu alikuwa ni Adamu. Ndiye aliyepewa hiyo nafasi, yeye aulinde na kuutunza. Kwa hiyo wakati wa jioni Mungu alikuwa anaenda anafurahia kile ambacho alimwachia Adamu na kuona anakitunza, anakipalilia na kinastawi vizuri. Mungu akawa anajisikia furaha kubwa kwa sababu Adamu anatunza ile nafasi ambayo Mungu alimpa. Adamu hakuingia mwenyewe kwenye bustani ya Edeni, bali Mungu ndiye aliyemuingiza. Ile mimea Adamu hakuipanda yeye, bali Mungu alipanda ili Adamu aanze kuipalilia na kuilinda, apate faida yake, lakini vile vile kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa Adamu huyo ambao naongelea ni wewe. Wewe Mungu amekupa nafasi katika vipawa na karama mbalimbali ili uvitunze hivyo, na utakapovitunza maana yake unahudumisha ufalme wa Mungu au unaukuza ufalme wa Mungu katika nafasi mbalimbali ambayo Mungu amekupa katika mazingira mbalimbali. Iwe ni mfanyabiashara, iwe ni mfanyakazi, iwe ni maskini lakini una nguvu zako, iwe ni una fedha, vyote hivyo ambavyo Mungu amekupa ni nafasi ya upendeleo ambayo Mungu alikupa kwa ajili yake, kwa ajili ya ufalme wake. Ukishaokoka, chochote ulichonacho kinakuwa ni mali ya Mungu, kinakuwa ni kwa ajili ya Bwana. Kwa mfano, kama nilipokuwa sijaokoka, zile fedha nilizitumia kwa ajili ya mambo ya duniani. Yamkini nilisapoti mambo ya dunia. Na sisi ambao tuko hapa tunataka Mungu atusaidie. Sasa kama umetoka kwenye nafasi ambayo Mungu amekupatia, Mungu hawezi kuja kwako. Utabaki kupambana kwa akili yako mwenyewe, sio Mungu tena. Kwa Adamu alianza kuhangaika mwenyewe. Hata mwanamke anapoambia utazaa kwa uchungu, ilikuwa na maana ya kwamba utazaa peke yako. Mimi Mungu sitakusogelea kuja kusaidia, kwa sababu umeichezea nafasi niliyokupa. Mimi Mungu najitukuza kwako kupitia nafasi. Ukiwa mwenyekiti haupewi uongozi huo imradi tu uonekane kama ni fahari. Uongozi unaopewa ni kwa ajili ya kutunza hiyo nafasi ili ufalme wa Mungu ukue, ili kazi ya Mungu ionekane kupitia uongozi ulionao. Kwa ngazi yoyote ulionayo, Mungu anataka jitukuze kupitia uongozi wako, sio alalamike kupitia uongozi wako. Mungu anaposema Adamu uko wapi, maana yake hujakaa kwenye nafasi. Tumekuwa na viongozi hewa ambao hawakai kwenye nafasi. Kwa hiyo Mungu anapokuja anakuta nafasi iko wazi, hakuna anayetumika kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo wamekuwa hewa. Kama wako hewa, maana yake hawana Mungu tena. Kwa hata maisha yao yanakuwa ni maisha ya kupambana wenyewe, Mungu hayupo tena. Hata uzao wao utakuwa ni uzao ambao hauna Mungu, kwa sababu wametoka kwenye nafasi alizonazo. Itunze nafasi uliopewa na Bwana. Sema tena amen. Andiko anasema alaaniwe mtu yule afanye kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu, alaaniwe. Leo kumekuwa kuna laana nyingi kwa sababu hatutumiki vile tunavyotakiwa. Una jina la kuwa kiongozi, lakini ile kazi ya uongozi wako haionekani. Haujulikani wewe ni mwenyekiti, haujulikani wewe ni katibu, haujulikani wewe ni mzee wa kanisa, haujulikani ni wewe ni mhudumu wa kanisa, haujulikani kwenye uongozi wako. Umeacha Edeni peke yake. Kwa Mungu anaporudi anakuta iko peke yake. Hivi ninavyoongea anakuita, uko wapi? Mbona idara yako imelala? Mbona idara yako haiendi? Uko wapi? Unapoona sisi wachungaji muda mwingine tunaacha mpaka usingizi kupambana na mambo ya kiroho, tunalinda nafasi uliyopewa na Bwana. Kwa sababu nisipolinda nafasi niliyopewa na Bwana kuhangaika kwa ajili ya maisha yako, Mungu ataniondoa.
sitahudumiwa na Mungu, nitahudumiwa na mizimu. Hata nikiomba Mungu atanisikia, maana nimeshaondolewa. Kuna ujinga ambao unaendelea leo ndani ya makanisa, kwamba tumwache mchungaji aendelee mwenyewe. Napoongea